أيها الناس عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى لشهر ذي الحجة مزية وفضلا. fahamuni ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea mwezi wa Dhulhijja mambo ya kupambanua, kadhalika ameuwekea mwezi huo wa Dhulhijja fadhila, li'annahu min al-ashhur al-hurum al-arba'a, kwa sababu huu mwezi wa Dhulhijja ni miongoni mwa ile miezi mitukufu minne, na hayo nimeeleza hapo nyuma. Ushaelewa wewe kwamba mwezi wa Dhulhijja unaingia katika ile miezi minne mitukufu iliyosemwa na Allah kwenye Qur'an na ikafafanuliwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna. Wakadhalik zadahu Allah fadlan wa sharafa idh ja'ala 'ashrahu al-awwal min ajalli ayami dunya. Mwezi wa Dhulhijja vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameuzidishia mwezi huu fadhila na utukufu. idh ja'ala 'ashrahu al-awwal, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipojalia kumi lake la mwanzo, kumi la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, min ajalli ayami dunya, akajalia kumi la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja kutokea tarehe mosi mpaka tarehe 10 ambayo tunaiita yaumul hajjil akbar. Masiku haya ni katika masiku matukufu zaidi katika dunia. tatamayazu fiha al-ibadat wa ta'at, zinapambanuka katika haya masiku 10 ibada na taa, mambo ya kiibada, mambo ya taa, mambo ya kheri yanakuwa na ujira wa maradufu, yanafadhilika nafasi yake ndani ya masiku haya 10 ya mwanzo katika Dhulhijja. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoyazungumza masiku haya akiyatukuza, kama jaa inda al-Bazzar fi kashf al-astar, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم anasema yaliyo bora zaidi katika masiku ya dunia ni masiku 10. Masiku 10 hapa ni al-ashru al-awwalu min Dhulhijja, ni yale masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaeleza kwamba haya ni masiku bora katika masiku ya dunia, bali ayyamul ashri, haya masiku 10 haya ya Dhulhijja, Qur'ani imeyaita kuwa ni masiku maalumu. Wengine katika mufassirun wanasema ni masiku nyeti, al-ayyamu an-nadira, siku adimu, bimaana ibada zinazofanywa katika masiku hayo zinafadhilika ubora wake, bali zinakuwa nyingi thawabu zake. Huwezi kupata ubora wa ibada na wingi wa thawabu kama vile ambavyo inapatikana katika masiku 10 ya Dhulhijja, wakayaita ni masiku maalum, na Qur'ani imeyaita hivyo. Ukitaka kulijua hilo, isome suratul Hajj ile aya 23, Allah alipokuwa anamwambia mtume wake Ibrahim, wa'adhin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Ibrahim alayhi salam, na maelekezo haya ni maelekezo ya umma wa Muhammad wote vile vile. Wa'adhin fin nasi bil hajj, natangaza kuwatangazia watu ibada ya hajj. Ya'tuka rijala, watakujia watu hapo Makka hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na watakuja
wakiwa juu ya wanyama waliokonda matumbo yao kwa sababu ya urefu wa safari. Wanyama wametembea masafa marefu mpaka wakakonda, na watakuja watu wakiwa juu ya wanyama waliokonda, yatina min kulli fajjin amiq, wanakuja wanyama hao kutokea kwenye kila njia ya mbali. Watu wanatoka mabondeni, majangwani, mabara mengine ya mbali kwa ajili ya haji. Allah anamwambia Ibrahim, watakuja wanyama hao kutokea katika kila njia ya mbali, liyashhadu manafi'a lahum, kwa ajili waje kushuhudia manufaa yao huko katika ibada za haji. Wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin, wa huna mahallu shahid. Allah akasema wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na kwa ajili waje kulitaja jina la Allah katika masiku maalumu, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kwa sababu ya kile ambacho amewaruzuku wao katika wanyama wa kufugwa. Ashahidu, Qur'an imeyaita masiku haya Dhulhijja kwamba ni masiku maalumu, na hiyo ni tafsirun sahihun an turjumani al-Qur'an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tafsiri hii kwamba al-ayyamu al-ma'lumat ni 10 Dhulhijja ni tafsiri sahihi ya bingwa wa kufasiri Qur'an as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake amemnukuu Abdullah ibn Abbas akitoa tafsiri hii, faqal, akasema Abdullah ibn Abbas, al-ayyamu al-ma'lumat ayyamul 10, masiku maalum yaliyotajwa na aya ni zile siku 10 za Dhulhijja. Ndugu zangu, haya niliyowatajia ni baadhi tu ya fadhila zinazopatikana ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja, na kwamba haya ni masiku bora kuliko masiku yote ya dunia, bali Qur'ani imeyaita ni masiku maalumu 10 Dhulhijja. Barakallahu fikum.